Karibu katika simulizi ya leo ambapo tutazungumzia kuhusu mtu mmoja ambaye historia yake imegubikwa na hofu, ujasiri, ukatili na utata mkubwa sana. Mtu huyu anafahamika kama Vlad the Impaler au kwa jina la kuzaliwa ni Vlad III Dracula. Vlad III alizaliwa mnamo mwaka 1431 katika mji wa Sagiso uliopo huko Transylvania, eneo la milima lenye mandhari nzuri sana nchini Romania. Wakati huo dunia ilikuwa katika mabadiliko makubwa ya kisiasa na kidini. Baba yake mzazi Vlad II Dracul alikuwa mwanachama wa kundi la kijeshi la Kikristo lililoitwa Order of the Dragon, lililoundwa kupambana na ueneaji wa Uislamu barani Ulaya kupitia utawala wa Ottoman. Jina la Dracul lina maana ya joka au shetani kwa Kilatin na Kiromania, na kwa hiyo mwanae akaitwa Dracula, yani mwana wa Dracul. Wakati Vlad akiwa na umri mdogo kabisa, alipelekwa pamoja na kaka yake mdogo Radu kama mateka wa kisiasa katika milki ya Ottoman, na hii ilikuwa ni njia ya baba yao kuhakikisha uaminifu kwa Ottoman. Wakiwa kule, Vlad alijifunza kuhusu mila za Ottoman, sanaa ya kivita, na pia alishuhudia ukatili wa kivita, hali ambayo inaaminika ilimjenga kuwa mtu mgumu na mwenye roho ya kisasi. Yeye alikuwa ni tofauti kabisa na kaka yake Radu ambaye aliwahi kujiunga na Uislamu na kuwa rafiki wa Sultan, ila Vlad yeye alibaki kuwa na chuki kubwa dhidi ya Waturuki. Baada ya kuuawa kwa baba yake na kaka yake mkubwa Mirka kwa njama za kifalme, Vlad alirejea Wallachia akiwa na lengo moja tu, kulipiza kisasi na kurudisha heshima ya familia yake. Alifanikiwa kuchukua madaraka kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1848, lakini akafukuzwa haraka sana. Lakini baadaye alirudi tena, na kwa kipindi kikuu cha utawala wake kati ya mwaka 1456 hadi mwaka 1462, na aliweka hofu katika taifa na tamaduni zake kwa watu wote. Lakini jina lake halikuenea kwa sababu alikuwa tu mtawala wa kawaida. Vlad alijulikana zaidi kwa mbinu zake kali za kuadhibu maadui. Aliwateka maadui, kuwatoboa kwa miti yenye ncha kali na kuwaacha wakifa taratibu kwa mateso makali sana. Inasemekana kuwa aliamuru kuchomwa kwa watu zaidi ya 20,000 hadi 80,000, wakiwemo maharamia, mafisadi, wezi, wavamizi na hata maaskofu waliomsaliti. Kwa mbinu hiyo alipewa jina la kutisha la Vlad Tepes, yani Vlad mchomaji. Katika kipindi hiko, milki ya Ottoman chini ya Sultan Mehmed II ilikuwa ikiendelea kupanua mipaka yake, na Vlad aliona kuwa jukumu lake ni kulinda Ukristo na uhuru wa nchi yake. Aliendesha vita vikali dhidi ya Waturuki na mara kadhaa alifanikiwa kuwasukuma nyuma kwa kutumia hila, vita vya msituni na ukatili uliowatisha maadui zake. Inasemekana kuwa wakati Sultan Mehmed alipotuma majeshi kuvamia mji wa Tagovist, walikuta msitu mzima wa watu waliopigwa mijeledi na kuchomwa kwa miti, maelfu kwa maelfu. Walikuta mandhari ya kutisha ambayo iliwafanya baadhi ya wanajeshi wa Ottoman kurudi nyuma kwa hofu. Hapo ndipo historia inapopata utata. Kwa Waromania wengi, Vlad anachukuliwa kama shujaa wa taifa aliyelinda ardhi yao dhidi ya uvamizi. Alipambana na rushwa, aliweka nidhamu kali na alitaka haki kwa kila mtu. Alikuwa na sera kali sana dhidi ya wezi na watendaji wa dhulma. Hata raia wake waliishi kwa hofu ya kuogopa adhabu zake. Lakini kwa mataifa mengine ya Ulaya, hususan wale waliomsikia kupitia simulizi za wasafiri, Vlad alionekana kama mnyama wa kutisha, dikteta mwenye kiu ya damu aliyeishi kwa mateso ya wengine.
Vlad alikumbana na maadui wengi sana, si tu wa nje bali pia wa ndani. Alikamatwa na wafalme wa Hungary na kufungwa gerezani kwa miaka mingi sana. Baadaye alirejea madarakani kwa muda mfupi mnamo mwaka 1476, lakini alikuja kupoteza maisha mwaka huo huo, tena katika mazingira ya kutatanisha sana. Wengine wanasema aliuawa vitani, wengine wanasema alisalitiwa na watu wake wa karibu. Mwili wake uliwekwa katika kanisa la Snagov, lakini hadi hivi leo hakuna uhakika juu ya kaburi lake halisi, jambo linaloendelea kuongeza fumbo la maisha yake. Lakini miaka mingi baadaye, mwandishi kutoka Ireland Bram Stoker aliongozwa na jina la Vlad Dracula kuunda mhusika wa kutisha katika riwaya yake ya mwaka 1897 ya Dracula, mnyonyaji wa damu mwenye maisha ya milele. Ingawa Stoker hakumtaja Vlad kama vampire halisi, lakini jina na sifa za ukatili zilitosha kuunganishwa na simulizi hiyo. Kwa hivyo mhusika wa Count Dracula anayevutia na wakutisha katika filamu na vitabu vya kisasa alitokana kwa kiasi kikubwa na historia ya kweli ya Vlad the Impaler. Vlad the Impaler ni mfano wa mtu ambaye historia yake ina sura mbili. Ina sura ya shujaa au mnyama, lakini pia ina sura ya mkombozi au muuaji. Kwa Romania ni ishara ya ujasiri na mapambano dhidi ya ukoloni wa Waturuki, lakini kwa dunia nzima jina lake lilibeba hadithi ya kutisha iliyoishi kwa karne nyingi sana. Hii ni moja ya simulizi ambazo zinatufundisha kwamba historia huwa na nyuso nyingi sana, na mara nyingine ukweli unaweza kuwa ni wa kutisha zaidi ya hadithi. Na mpaka hapo sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Lakini pia usiache kusubscribe, kushare, kulike kwenye YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata makala zetu mpya kila zinapotoka. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.